Yesu asifiwe. Amen. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni. Nafasi nyingine tena iko mbele yetu kwa ajili ya mkate wa uzima. Nikualike, fungua moyo wako, fungua mawazo yako. Hebu funga sasa masikio ya duniani, ukafungue masikio ya kiroho, na hatimaye ukampe nafasi Roho Mtakatifu aweze kunena pamoja nawe. Mchana wa leo ninapenda niwaangalie wanawake wawili ndani ya maandiko matakatifu. Wanawake hao wawili, kila mmoja ana jambo alilolitenda katika maisha yake. Lakini kuna mwanamke mmoja ambaye atavuta hisia zetu sana. Lakini mwanamke mwingine yawezekana atagusa na kufungua moyo wa huzuni katika maisha yako. Lakini mwisho wa yote, neno la Mungu litaleta faraja na kutuweka kuwa huru kabisa katika safari yetu tunapomngojea Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tuende katika Mwanzo ile sura ya 3. Mwanzo ile sura ya 3, tunamwangalia mwanamke mmoja hapo alichokifanya na anatufundisha nini katika safari yetu tunapokwenda katika kuelekea safari ya mbinguni. 3, anza na fungu la kwanza na kuendelea mbele kidogo. Twende Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Ndio. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Nyoka alikuwa mwelevu sana kupita wanyama wote ambao waliumbwa na Bwana. Akamwambia mwanamke, akamwendea mwanamke akamwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Kwamba msile matunda yote katika bustani hii ya Edeni, matunda yote msile. Mwanamke akamwambia nyoka. Yule mwanamke akajibu akamwambia yule nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Mungu alituambia matunda yote katika hii bustani ya Edeni tunaweza kula. Yote aliruhusu tule. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, lakini Mungu akasema matunda ambayo yanapatikana kwenye mti ambao uko katikati ya bustani ya Edeni, Mungu amesema msiale. Mungu akabezuia akasema hayo matunda hayo msile, wala msiaguse, wala hata kuyasogelea tu kwenda kuyagusa, hapana, msije mkafa. Kwa sababu tukifanya hivyo Mungu kasema tutakufa hakika. Mstari wa 4 anasema, ndio, nyoka akamwambia mwanamke akaambiwa na yule nyoka, hakika hamtakufa. Mlidanganywa sana, poleni sana, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba, kwa sababu Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula matunda ya mti huo, siku mtakapo yale matunda ya huo mti, mtafumbuliwa macho. Kwanza mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu. Mtakuwa kama Mungu mwenyewe alivyo, mkijua mema na mabaya. Mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6. Ndio. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Huyo mwanamke alipoona yale matunda yafaa kwa chakula, wapendeza macho, tena yanapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, tena huo mti unatamanika kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake, akatwaa katika matunda ya huo mti, akala, akampa na mumewe, naye akala. Hata ukiishia hapo, huyu ni mwanamke. Bila shaka huyu mwanamke ni maarufu sana katika Biblia. Ni mwanamke ambaye mmemsoma sana, ni mwanamke ambaye tumemsoma sana, ya kwamba akaenda katika mahala akitembea ndani ya bustani. Mungu alikuwa amemwambia Adam kwamba wewe ndio utawala wa hii dunia. Sasa
katika hii bustani ya Edeni ambayo ndio makao makuu ya dunia, nimewaandalia bustani nzuri. Ina kila kitu, ina kila mazao ya matunda yamo humo. Kuleni matunda yote katika bustani hii. Isipokuwa katikati ya bustani kuna mti hapo, matunda yake msiale, wala hata kuyagusa tu kwa nje ya kidole chako usiguse, kwa sababu siku utakapo kula hayo matunda utakufa hakika. Utakufa hakika. Hivyo Adam baada ya kupewa mke akamfundisha, akamwambia, mke wangu, Mungu kasema 1, 2, 3. Kwa hiyo uwe mwangalifu, uwe makini, ili tumtukuze Mungu wetu wa mbinguni, tuwe watii wa sheria zake. Hivyo, lakini kuna jambo ambalo pia alikuwa amewaambia kwamba kuna neno alilisema kwamba baada ya kumuumbia mwanamke akampa huyo Adam, akapewa mwanamke, akaambia kwamba maana utaacha baba yako na mama yako, utaambatana na nani? Na mkeo, nanyi mtakuwa mwili mmoja. Si hapo kafungu hata tunasoma sana siku ya kufunga ndoa. Hilo fungu, yani kila mfungisha ndoa haweza kupita hilo fungu. Yani usipolisoma hilo basi hujafunga ndoa siku hiyo. Kwamba utaambatana na mkeo, utaacha wazazi wako, utaambatana na mkeo, kwa sababu tayari ninyi ni mwili mmoja. Hilo Mungu alimwambia Adam kwamba huyu sasa, tena Adam akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama zangu. Sasa kumbe ilipaswa sasa waambatane siku zote. Anapoelekea mume na mke wake yuko hapa, wanabaliziana, wanazungumza, wanatafakari mapenzi ya Mungu na kadhalika, wako pamoja. Tena mkizingatia kwamba katika bustani kila kitu kipo. Unapohisi tu namna fulani kanja, unatoa tunda unakula. Yani tena matunda ya mti ya bustani ile yalikuwa ni matunda ambayo yanauridhisha mwili, yanautibu mwili, yani yana kila kitu. Kama ni vitamins, kama ni madini ya kila aina. Unapohitaji tunachuma tunda unakula, wako pamoja, wanazungumza. Pamoja na kwamba Mungu aliwaambia mkailime na kuitunza hiyo bustani. Si kilimo kama tunavyolima leo, kulima kwa majasho. Hivyo ulikuwa ni wajibu wa kuambatana. Sasa kosa likaja, Hawa akamwacha mume wake mahala fulani. Si Adam alikuwa amepumzika tu kwenye shina moja la mti fulani wenye matunda, labda ambaye alikuwa anapendelea sana kuyala. Ametulia hapo, anapunga ka upepo ka mwana, yani upepo mwanana. Anapunga hapo ka upepo. Sasa Hawa naye kama vile anavinjari katika bustani ya Edeni, anajikuta amemwacha mbali nani? Mume wake. Tayari hapo limeanza kutokea nini? Kosa. Kwa sababu aliambiwa utaambatana na mkeo, kwa sababu ninyi ni mwili mmoja. Kwa sababu hata Suleiman siku moja akaandika, anasema kamba ya nyuzi ngapi haifanyi nini? Haikatiki upesi. Kwa kumbe kama ukaisokota kwa nyuzi 3, nyuzi ya kwanza jumlisha nyuzi ya pili jumlisha nyuzi ya 3, ukaziweka pamoja kwa sokota, vuta sasa ukate ile kamba, itakatika upesi. Kwa hiyo ndivyo Adam alitakiwa kwamba nyuzi ya kamba ngapi? 2 zile nzito zisokote pamoja. Ibilisi hata kama angelikuja kuwajaribu wakiwa wangapi? 2, asingeliwaweza. Lakini nyuzi moja ikasahaulika, nyuzi nyingine na tangatanga huko inavinjali huko na kadhalika. Anasikia sauti ati. Anasikia inakuja nini? Ati. Tuseme wote ati.
hivi ndivyo alivyosema Mungu kwamba matunda ya bustanini kote msile. Ni kweli Mungu alikuwa amewaambia hivyo? Kwamba matunda yote ya bustani msile. Ndivyo alikuwa amesema? Sasa hilo tu halikumfumua macho Hawa na kujua ya kwamba hii sauti sio sauti ya kawaida. Kwa sababu Mungu hajasema hivyo kwamba tusile matunda ya bustanini humu. Mungu amesema matunda yote tumeruhusiwa kula, isipokuwa matunda ya mti mmoja tu. Yeye tayari mwanamke akatiririka, akafyatuka, akatiririka, akaanza kumhubiri shetani. Hapana, Mungu hajasema hivyo. Bwana alisemaje? Alisema matunda yote tunaruhusiwa tu kula, isipokuwa tu. Tayari baada ya kumhubiri shetani, sasa shetani akaja sasa na kablasha limesheheni. Anasema, kumbe matunda yote ya bustanini humu Mungu aliruhusu mule, isipokuwa kale kamti tu matunda yake. Nimejua sasa. Kwa sababu alijua siku mtakapokula hayo matunda ya huo mti, kwanza mtafunguliwa nini? Mtafunguliwa nini? Kwa sababu huo mti una sifa kuu moja. Siku mtakapokula tu mtajua mema na nini? Swali linakuja, mama na Roma, wakati hawajala walikuwa hawajui mema na mabaya? Walikuwa hawajui mema na mabaya? Eti mwinjilisti, walikuwa hawajui mema na mabaya? Walikuwa hawajui. Walikuwa wanajua nini tu? Walikuwa wanajua mema tu, ila mabaya walikuwa hawajui. Asante sana. Ni kweli. Walikuwa wanajua mema tu, kwamba Mungu ametuumba, Mungu ni pendo, Mungu ametupa matunda tunakula, miili yetu ni safi. Yaani walikuwa wanajua mema tu, lakini mabaya walikuwa hawafanini, hawayajui kabisa, kwa sababu ndani yao hapakuwa na dhambi. Hasa lenyewe kaje nisema, Mungu anasema siku mtakapokula mtajua mema na mabaya. Tena huo mti na mabili, matunda hayo mkila mtafanana na nani? Hawa waliposema tutafanana na nani? Na Mungu. La. Kumbe Mungu ni wa ajabu hivi. Kumbe siri yake yote iko ndani ya hili tunda. Alijua kwamba ndio maana ametunyima tusile matunda haya. Kumbe kuna siri ya ulembo ndani yake, kwamba kumbe siku tutakapokula tutafanana na yeye. Sababu Mungu alipokuwa akimwangalia hao, sababu Mungu alikuwa anawatembelea, kwa sababu hawana dhambi, Mungu amewaumba, Mungu ni pendo. Alipokuwa akiwatembelea, Mungu anamwona Mungu wa utukufu, Mungu mtakatifu, Mungu anayeabudiwa, viumbe vyote vinamuinamia wakimsifu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Masaa yote malaika wanasifu tu, mtakatifu uliyeko, mtakatifu. Yaani kila hatua anayopiga malaika wanafanya nini tu. Sasa hawa kuona hivi kwamba kumbe haka mti ndio siri ya urembo, kwamba siku tutakapokula matunda haya tutafanana na Mungu, malaika sasa watatusifu. Tayari akanyosha mkono wake, akatoa nini? Tunda. Akafanya nini? Akachuma lingine, akampelekea nani? Mume wake. Mume wake alipomwona Hawa ameshikilia lile tunda, mimi nadhani kwa sababu lile tunda lilikuwa tofauti kabisa na matunda yote katika bustani ya Edeni. Kwa sababu alipomwona amelishikilia tu mkononi, anakuja nalo, anakuja anamletea. Adam akasema, maskini. Hilo tunda Mungu alisema hata kuligusa tu, tayari mke wangu analo mkononi. Tena si kuligusa tu, analo mkononi, amechuma. Kuna neno ambalo tunapenda kulisoma, wakati anamwendea mume wake, hakumwendea kama Hawa aliyemzoea.
Kuna kaneno kamesemwa huko kazito sana. Tutaenda tukaona. Kwa hiyo huyu ni mwanamke ambaye tayari matunda yaliyokatazwa wasile amekula. Anampelekea na mmewe akaenda akala. Tayari baada ya kufanana na Mungu. Yaani walipomaliza kula tu hivi, kwanza wakati anakula Hawa lile tunda, hakupungukiwa na chochote, hakujiona tofauti yoyote ile. Alikuwa sawa. Alikuwa anaishi. Nasema kwamba tutakufa, mbona asijafa sasa? Kwa sababu Mungu alisema siku mtakapokula matunda haya, hakika mtafanya nini? Mtakufa na sijafa sasa. Kumbe kweli kuna siri ya urembo hapa. Sijafa. Anampelekea sasa nani? Mume wake. Akaenda tu ana mkononi, sisi alikuwa anaimba kawimbo ka upendo ili akamshawishi na mume wake ale. Inawezekana alikuwa na kawimbo ka upendo kwa sababu ile nature yao, yani walikuwa na ufahamu wa hali ya juu, walikuwa na uwezo wa hali ya juu. Yani anaweza hapo sekunde 2-3 ameshatunga wimbo mzuri. Mzuri wa kuimba, yani mpaka nywele zinasisimka. Inawezekana alikuwa na kawimbo anaimba na anampelekea mume wake. Kawimbo kakubembeleza. Si akina mama unajua kuwabembeleza akina baba. Unaweza ukatunga kawimbo mpaka baba anakuja anasema, "Mke wangu vipi? Umetunga kawimbo kazuri." Unaona? Sasa Adam alipolipokea tu ile tunda na kula, hapo wakajiona wanamna gani? Wakajionaje? Wako nini? Wako uchi. Tayari shida imeingia. Haya, huyu ni mwanamke ambaye tunamuona yeye hajatembea katika utii wa maagizo ya Mungu. Mungu ametoa agizo lake, ametoa sheria yake katika familia ya Adamu, kwamba Adamu muwe watii wa sheria yangu, muwe watii wa mamlaka yangu. Yaani mkiwa watii, hapo ndipo mtakuwa tunu katika dunia hii. Lakini mwanamke huyu amevunja maagizo ya Mungu, amevunja sheria ya Mungu. Tayari dunia imeingia kwenye shida, kwa sababu tayari Adam baada ya kula tu lile tunda wakajiona wa uchi. Utukufu wa Mungu umewaondoka, umewaacha, kwa sababu walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu. Baada ya kuumbwa Adam na mke wake, wakaweka katika bustani ya Edeni. Dunia hiyo wakaambiwa wataitawala na kuitiisha. Mamlaka yote wakakabidhiwa kwamba viumbe vyote mtavitawala, lakini mtavitiisha pia. Utukufu wa Mungu ukiwafunika. Utukufu wa Mungu. Wakajiona wako ndani ya Mungu. Mungu unapokuwa ndani yake, utukufu wake unakufuata, unakufunika, unatembea ukiwa na utukufu wa Baba. Lakini wakajiona wako uchi, utukufu wa Mungu umewaondoka, wanajiona wako uchi. Papo hapo Mungu anakwenda kuwatembelea, anaita Adam uko wapi? Waliposikia tu kwamba tayari Mungu anakuja kutembelea kama ilivyokuwa kawaida yake, wanakimbia wanakwenda kujificha, kwa sababu tayari wanajiona wapweke, wanajiona hawana Mungu. Mungu amewaacha, pamoja na kwamba Mungu anawatembelea sasa, lakini wanajiona wako uchi, wakaenda kujificha. Wakashona mavazi ya majani ili wajisitiri uchi wao. Huyu ni mwanamke ambaye tayari tunamuona analeta shida katika ulimwengu. Leo dunia inahangaika, dunia inapagawa na magonjwa, dunia pigwa na njaa, dunia hata kama ile neema ambayo tunadhani neema inayokuja kama neema, kwa mfano mvua ni neema, inaotesha mazao ili tupate chakula. Lakini unasikia siku moja mvua inakuja, inaezua mapaa ya majumba, inaezua inakuja maradhi na kadhalika. Badala ya neema inakuwa mtafaruku tena. Lakini kabla ya hapo kwanza hapakuwa na mvua. Kabla ya dhambi hapakuwa na mvua. Yaani dunia ilikuwa inatembea tu
kagamu kagamu ngadende mamayo kale ka nini kaumande yani kamvuke tu. Kuna waliotoka nyanda za juu huko wanajua kule kusini kaskazini kule wanajua nyanda zile. Kuna kipindi ambacho yani mawingu kamvuke tu kana kama kwenye barafu yani ardhi inaneemeshwa kwa umande tu wa jinsi hiyo. Hapakuwa na mvua imeanza tu kwenye kuleta shida katika ulimwengu. Gharika gharika ndio maji wakaanza kuona maji yanashuka kutoka mbinguni kama mvua. Kabla hapa hapakuwa na mvua. Tayari mwanamke analeta shida katika dunia hii. Leo watu wanakufa. Alisikia sauti ya kwamba hakika hamtakufa. Mtafanana na Mungu. Mwanamke akaona tuwe kama Mungu bwana. Tayari akaleta kifo. Mwanamke akaleta kifo duniani. Huyo ni mwanamke wa kwanza tunamuona baada ya kifo kuingia katika dunia. Mungu kwa vile bado anatupenda, kwa vile bado anaupenda ulimwengu, akaandaa mpango wa kumkomboa mwanadamu. Kwa pamoja na kwamba mwanadamu sasa leo anakabiliwa na kifo cha milele, Mungu akasema hapana. Nani atakwenda kumwokoa mwanadamu huyu? Akajitoa mwanae wa pekee, anasema Baba, tulijua ya kwamba huyu mwanadamu tunayekwenda kumuumba ataenda kuanguka. Lakini hata kabla hatujamuumba, si mpango wa ukombozi tulikuwa tumeweka tayari. Kwamba mimi niko tayari Baba kwenda nife. Kile kifo ulichokisema mtakufa hakika, sasa kinikabili mimi. Kianzie kwangu. Sema ni kweli? Uko tayari? Niko tayari Baba. Niko tayari nikafe mimi. Yesu akasema nakwenda kufa sasa, badala ya kufa mwanadamu nakwenda kufa mimi. Akasimama hapo katikati, kati ya kifo na uhai. Akasimama hapa. Nasema wewe kifo, anza hapa, anzia hapa. Mwanadamu akaweka huku mgongoni. Akafichwa kwamba mwanadamu tulia hapa nyuma. Kifo, anzia hapa. Yesu akasema niko tayari mimi kwenda kufa ili nimfie nimkomboe mwanadamu ambaye anakabiliwa sasa na kifo cha milele. Yesu kweli akaja. Dunia sasa imeshakabiliwa na kifo, watu wanakufa. Siku moja Adamu anamuona mtoto wake mpendwa Habili. Tumejifunza wiki jana, Habili anainukiwa na ndugu yake. Kaini akamuua ndugu yake. Kwa kijicho tu cha uovu, yeye hakuwa mwema wa kufuata maadili ya Mungu, kufuata sheria ya Mungu. Mungu ameagiza fanya hivi, yeye anakwenda kinyume. Matokeo yake ndugu yake anaona anabarikiwa, yeye anamuinukia na kumuua. Adamu anashuhudia mtoto wake melala, hana pumzi ndani yake. Inawezekana alikuwa anasubiria kwamba sisi tunakaa usingizi hapa tunalala. Inawezekana kataisha toka usingizi akaamka. Sababu hakujua kwamba mtu anapokufa anakufaje. Kwani leo ukikuta mtu amekufa hapo, maiti tu imelala hapo, sio unaweza kusema amelala. Sio unaweza kukuta huko mtu amelala tu hapo, kumbe ni maiti. Kwa hiyo mpaka ukajiridhisha kabisa kwamba hapumui, mpaka na ushike amebariki kabisa, ameshakufa. Tayari unajiridhisha kwamba amekufa. Kwa hiyo na Adamu hakujua kwamba inawezekana amelala tu, amelala, amechoka. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, usingizi gani huu? Mpaka anaanza sasa kuleta nini? Kutoa nini? Harufu. Ndio akasema hakika mtakufa, tayari imeanza. Kwa hiyo laana ya dhambi ikawa imeingia, lakini mwanamke anaonekana analeta shida katika ulimwengu. Kifo kinaingia. Hebu twende Yohana sura ile ya 20. Anza tuna fungu la kwanza. Yohana sura ile ya 20. Ndio tumemwona mwanamke ambaye sasa ameleta shida duniani.
Na Mungu sasa ametoa mwanae pekee ili akamfia mwanadamu, ili afe badala ya mwanadamu kufa milele. Yesu anasema naenda kumfia, naenda kufa mimi ili nimkomboe mwanadamu, nimrudishe tena katika bustani ya Edeni. Ile bustani ambayo aliiacha, sasa ninakwenda kumkomboa, nimrudishe. Yesu akaja, akauvaa huu mwili wa dhambi, mwili wa kuona njaa, mwili wa kuugua, mwili wa kusikia uvivu na kadhalika. Akauchukua huu mwili ili aishinde dhambi kupitia mwili huu, ili aweke kielelezo kwamba pamoja na kwamba tuna miili ya dhambi, tuna mwili wa kutamani, tuna mwili wa kuchoka, tuna mwili wa wivu na kadhalika, Yesu akauvaa huo, lakini akaishinda dhambi, ili aweke kielelezo kwamba mwanadamu ana uwezo wa kuishinda dhambi, lakini pale atakaponipokea, atakaporuhusu moyo wake uwe maskani yangu, atashinda dhambi. Yesu akaja kweli. Sasa siku moja Yesu anakwenda kutimiza ile kafara, anakwenda kuitoa ile kafara, akaitoa kafara msalabani pale, akafa ili atukomboe, atutoe katika shida. Ndipo sasa tunamwendea Yesu na tumwangalie mwanamke mmoja hapa. Hebu soma fungu la kwanza, endelee. Anasema hata siku ya kwanza ya juma, ndio Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri. Nani huyo? Kanisa, nani huyo? Mariamu Magdalene. Mariamu Magdalene ni mwanaume, ni mwanamke? Mwanamke. Kwa nini Mariamu? Alikwenda kaburini alfajiri. Alfajiri na mapema akaenda wapi? Kaburini. Kaburini alfajiri na mapema. Kungali giza bado lingalipo. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Akakuta pale kaburini lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio. Akafika Simoni Petro. Yaani baada ya kuliona lile kaburi na mlango wake uko wazi, ina maana lile jiwe ambalo lilikuwa limewekwa ili kufunga lile kaburi, lile jiwe halipo, mlango uko wazi wa kaburi. Akageuka na kwenda mbio kwa wale wanafunzi, wale thenashara, akikimbia sababu alijua mahali walipo. Akakimbia bado kungali hata giza bado lipo. Akakimbia. Akafika kwa Simoni Petro. Na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. sana kupita wanafunzi wote. Mnamkumbuka alikuwa ni nani huyo? Yohana. Asante sana. Basi Petro, naomba nirudie. Na kwa mwanafunzi yule ambaye Yesu alimpenda, akawaambia wamemuondoa Bwana kaburini. Yule Bwana wameshamuondoa kaburini, wala hatujui walikomweka wapi. Nimekwenda kaburini sijakuta, mlango uko wazi wa kaburi hayumo. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine. Petro na Yohana wakaongozana, wanakimbia kwenda kaburini. Wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili. Na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akampita Petro. Akawa wa kwanza kufika kaburini. Yohana akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia. Akaona vitambaa vya sanda vimelala. Sanda tu zimo ndani ya kaburi, lakini mwili wa Yesu hayumo. Lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro naye akaingia ndani ya kaburi. Yeye akaingia kabisa ndani ya kaburi. Akavitazama vitambaa vilivyolala. Akavitazama vile visanda vilivyolala. Na ile leso iliyokuwa kichwani mwa Yesu wakati anawekwa kaburini, na leso alikuwa nayo wamewekwa. Halikulala pamoja na vitambaa, ilikuwa vimetenganishwa na zile sanda. Bali imezongwazongwa mbali mahali pa pekee yake. Ndio. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine. Na Petro sasa ndio akaingia na yeye sasa wote na Petro na Yohana sasa akaingia. Aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini. Ndio. Akaona na kuamini. Wakaona na kuamini kwamba kweli Yesu hayupo.
Mstari wa 9, ndio, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Ndio. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena basi wale wanafunzi Yohana na Petro wakarudi mahali ambapo walikokutwa na Mariamu Magdalena, wakarudi mahali pale wanalizungumza. Kweli hayupo. Wamesahau kwamba aliwaambia kwamba baada ya siku 3 nitafanya nini? Nitafufuka. Basi wakarudi. Mstari wa 11, ndio, lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi. Lakini huyu mwanamke ambaye kwanza alfajiri kungali bado giza lipo, alienda kaburini mwenyewe, akakuta mlango wa kaburi uko wazi, akachungulia, hakumuona Yesu. Akaenda mbio, akaenda akamwambia Petro na Yohana, akawapelekea habari njema. Baada ya hapo akaambatana na Petro na Yohana, wanarudi kaburini, na yeye akawafuata tena, akarudi kaburini. Hawa sasa wamejiridhisha, wamerudi. Yohana na Petro wamerudi sehemu yao walipokuwa, lakini huyu mwanamke bado akarudi, akabaki pale kaburini, nje yake, pale nje ya kaburi pale, akabaki pale amesimama, analia. Basi akilia hivi, alikuwa analia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili. Akaona malaika wangapi? Wawili. Wale akina Petro na Yohana waliwaona malaika? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu waliondoka. Si huyu mwanamke ameingia sasa ndani ya kaburi, anachungulia na waona malaika wawili wameketi. Kwani Yohana na Petro wao hawakuingia ndani ya kaburi? Waliingia. Waliwakuta malaika wawili? Kwa nini? Kwa nini mwanamke tu huyu? Kwa nini mwanamke tu huyu ndiye anawaona? Twende. Akaona malaika wawili. Wenye mavazi meupe. Wameketi. Mmoja kichwani na mmoja miguuni. Mmoja kula ambako mwili wa Yesu ulikuwa umeelekezwa kichwa, na mmoja alikuwa kula ambako miguu ya marehemu Yesu alikuwa amelala. Mmoja kichwani, mmoja miguuni, lakini Yesu hayumo. Ameshafufuka, hayumo. Hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Ndio. Nao wakamwambia, na hao malaika wanamwambia Mariamu Magdalena, mama, unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu. Wala mimi sijui walipomweka, sijui wapi. Hicho ndio kinanifanya nilie. Naye akiisha kusema hayo, baada ya kusema hayo kwa wale malaika, akageuka nyuma, akamuona Yesu amefanya nini? Amesimama. Haleluya, amina. Ni mwanamke nani leo? Hebu ishia hapa. Tunamwona huyu mwanamke analeta habari njema. Yesu aliyejitoa kwa ajili ya ukombozi, amezaliwa, amekuwa, ameanza kazi ya kumkomboa mwanadamu katika mwili huu wa dhambi, mpaka inafika sehemu Yesu sasa anakufa msalabani, akaenda kuzikwa. Wanafunzi wote wakiwa wanashuhudia, wanawake wote waliokuwa wanaambatana na Yesu katika uinjilisti wake wapo, akina Mariamu wa pili, Mariamu Magdalena, Mariamu mama yake Yakobo na kadhalika. Wanawake wote walikuwepo hapo wanashuhudia Yesu anakwenda kuzikwa. Baada ya kushuhudia, wanaondoka, wengine wanakwenda kununua malhamu, kwa sababu wanajua kwamba kesho maduka yote yatakuwa yamefungwa. Kwa hiyo tununue kabisa tufanye maandalio, ili baada ya Sabato twende tukaupake mwili wa Yesu mafuta ya manukato. Wakafanya hivyo. Lakini mbona huyu Mariamu, mbona alfajiri na mapema baada ya Sabato anakwenda kaburini ni mwenyewe tu? Kwani ni nini kilichomvuta mpaka aende kaburini akiwa peke yake? Tunajifunza kwa nini kwa mwanamke huyu? Mwanamke wa kwanza ambacho tunajifunza kwake, huyu amepoteza mwelekeo.
amevunja maagizo ya Mungu, si mtiifu katika sheria ya Mungu, matokeo yake ameivunja sheria ya Mungu, tayari dhambi ikawa imeingia duniani kupitia huyu mwanamke. Analeta shida. Leo dhambi inatawala, inakula dunia kwa sababu ya huyu mwanamke ambaye yeye hakuwa mtiifu katika mapenzi ya Mungu, hakuwa mtiifu katika sheria ya Baba. Analeta shida katika dunia. Tunajifunza nini kwake? Je, na mimi ni mfano wa huyu mwanamke wa kwanza ambaye si mtiifu katika sheria ya Baba? Je, mwanamke huyo ni wewe au ni mimi leo? Unapoambiwa masuala ya Mungu, moyo wako unayapokea kwa namna gani mambo kama hayo? Jambo kama hilo, mahusia kama hayo yanayohusu Mungu, unayapokeaje yanapokuijia? Mungu anasema usifanye hivi, usifanye hivi, fanya hivi. Je, moyo wako unayapokeaje mahusia ya Mungu? Au hapo hapo unabadilika, unakuwa yule mwanamke wa kwanza? Lakini tunamuona mwanamke wa pili, pamoja na kwamba Yesu amekufa msalabani, ndani ya moyo wake anajiuliza, hivi kweli amekufa? Amekufa kabisa? Inawezekana siku moja wakati anafundisha anasema alikuwa akiwaambia Wayahudi, anawaambia, Yesu anawaambia, livunjeni hekalu hili, lakini nami nitalijenga kwa siku ngapi? Kwa siku 3. Livunjeni hekalu hili, lakini mimi nitalijenga kwa siku 3. Wakaanza kujiuliza, kwamba huyu ni mwehu huyu. Hili anamaanisha wao wadhani lile hekalu ambalo Sulemani alilijenga, ndio alikuwa anamaanisha hilo, kwamba walivunje ambao Sulemani alilijenga kwa muda wa miaka mingapi? Mwinjilisti samani na kuandama kwa sababu ni mwinjilisti na mwinjilisti mwenzako hapo, miaka mingapi linajengwa? Mzao kanisa, miaka mingapi linajengwa hilo hekalu na Sulemani? Miaka 40 linajengwa, miaka 40. Wanajiuliza kwamba hivi huyu ni mwenda wazimu? Anatuambia tulivunje hili hekalu lililojengwa miaka 40, usiku na mchana linajengwa na kila kitu mambo ni yake, likakamilika baada ya miaka 40. Yeye alijenga na kulisemesha kwa siku ngapi tu? 3. Huyu ni mwevu kabisa, mchanganyikiwa. Kumbe Yesu alikuwa anamaanisha hekalu ambalo ni nani? Ni yeye mwenyewe. Kwa sababu lile hekalu la Sulemani lilikuwa linamwakilisha nani? Yesu Kristo mwenyewe. Unapolisoma hekalu na vikorombezo vyake vyote, kila unachokigusa ni Yesu. Ukianzia pale madhabahu ni Yesu, lile birika ni Yesu, unaingia ndani, mkate wa onyesho ni Yesu, kinara cha taa 7 ni Yesu, kananika madhabahu kauvumba ni Yesu. Ukiingia chumba cha pili unakuta sanduku la agano, ndani yake na sheria, ni nani? Ni Yesu. Kile kiti cha Shekina ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo hekalu lote ni Yesu mwenyewe, kwa sababu lilikuwa linamfunua Yesu Kristo atakapokuja. Hivyo Yesu aliposema livunjeni hekalu hili nami nitalijenga kwa siku 3, alikuwa anajisonta yeye mwenyewe kama hekalu. Kwa hiyo Mariamu Magdalena alikuwa akimsikiliza kwamba siku 3 atalijenga, siku 3 litasimama. Lakini siku moja tena anawaambia kwamba nakwenda sasa Yerusalemu, nitatia mikononi mwa watu, wataniua. Lakini siku ya 3 nafanya nini? Nitafufuka. Mariamu anasikia. Baada ya Yesu sasa amezikwa, ameenda ameshuhudia kaburi lake, wamerudi wameandaa mahamu, usiku umeingia, ile siku ya 3 sasa anakuwa wa kwanza kufunga safari kwenda kaburini, na giza lingali bado lipo. Wanawake wangapi leo wanaacha majumba yao alfajiri kwenda kumilia na kutafuta Mungu wa mbinguni? Hebu nione mikono yao, hata angalau kwa maombi tu, kwamba ninaacha usingizi
Usingizi huu ni si kitu. Namtafuta Mungu kwa maombi, alfajiri na mbele saa 11 tu naacha kitanda, ninakwenda madhabahuni, ninaongea na Mungu, nimtafute Mungu wangu wa mbinguni kabla siku haijaanza. Hebu nione mikono yako. Barikiwe sana. Barikiwe sana.